بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته, Allah ametukusanya kwa mara nyingine katika wakati huu baada salati dhuhur kwa ajili ya darasa zetu, na hii leo ni dhuhur يوم الاربعاء, na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano athani min shahri Allah Sha'ban. Jumatano hii ya tarehe 2 ndani ya mwezi huu wa Sha'ban mwaka 1447 Hijria. Darasa yetu kwa muda huu ni darasa maalum yenye kuzungumzia ahkamu mbalimbali za saum na mwezi wa Ramadhani. Tunaisoma darasa hii kupitia kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, risala iliyoandikwa na mwanachuoni katika zama zetu, min kibari ahli al-ilmi fi hadha al-asr, miongoni mwa wanazuoni wakubwa waliohai katika zama hizi, na kwa sasa ndiye al-mufti al-am للمملكة العربية السعودية, kwa sasa ndiye mufti mkuu wa nchi ya Saudi Arabia, fadilatu الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. darasa hii tulianza jana kwa kuanza darasa ya kwanza, الدرس الأول في بيان متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة. darasa ya kwanza katika kubainisha ni wakati gani ilifaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhani juu ya umma huu. Tukasoma maelezo ya jana, na bila shaka mnayakumbuka wasomaji. Sheikh akaeleza hapa kwamba ibada ya saum ya Ramadhan ni ibada kongwe, walifaradhishiwa funga hata watu waliokuwa kabla yetu katika al-umam, na hapo akaileta aya katika suratul Baqara aya 183 na kuifafanua. Ufafanuzi wa aya hii unaendelea. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Taala kwenye hiyo suratul Baqara aya 183, la'allakum tattaqun. Allah alipotuambia enyi wale ambao wameamini, imefaradhishwa juu yenu funga kama vile ambavyo ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu, nyumati za nyuma huko. Allah akasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu nyinyi. Sasa Sheikh anasema hapa wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Ta'ala la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ai bisababi saumi, kwa sababu ya hiyo funga. Mtakapofunga nyinyi itakuwa ni sababu ya kupata ucha Mungu. Fasaumu sababu taqwa. Pana watu wanakosa katika chapa zao hapa, hakuna baa hapa. Fasaumu sababu taqwa, na funga ni sababu ya ucha Mungu. Lima fihi min qahri an-nafs wa kasri ash-shahawat, kwa lile ambalo limo katika funga, ikiwemo
kuilazimisha nafsi, kuiteza nguvu nafsi, wa kasri shahawat, na kuyavunja matamanio. Naam, maana mtu anapofunga anajizuilia na vile vitu ambavyo kimaumbile nafsi inavipenda, kalakl, kama kula, wa shurb, kunywa, kadhalika ashahwa, matamanio ya mwili wako unajizuilia, na wake zako, ni vitu ambavyo nafsi inapenda. Na si kwamba huna vitu hivyo, unavyo. Chakula unacho, vinywaji vipo, mke huyo hapo unamuona, lakini kwa ajili ya ibada unaikandamiza nafsi kwa kipindi fulani, unajizuia na vitu hivyo bila kulazimishwa na mtu wala kushikiwa bunduki. Umeamua kutekeleza ibada hii, hiyo ni sababu ya kupata uchamungu. Ndio anasema fasaumu sababu taqwa, nafunga ni sababu ya uchamungu, lima fihi, kwa lile ambalo limo ndani ya funga, min qahari nafsi, katika kuiteza nguvu nafsi, wa kasri ashahawat, na kuyavunja matamanio. Ndiyo maana ikawafunga ni sababu ya kumcha Allah. Wafungaji wanaibuka na neema hiyo ya uchamungu. Kisha shaka nasema wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Al-Baqara aya 184. hamna nyinyi tab'atun qadimatun, asimtavumilia tu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala, kuna watu chapa yao ina ziada hii, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, na yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa. Faman kana minkum marida, na yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au amekuwa katika safari akashindwa kufunga kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya safari, Allah anasema fa'iddatun min ayamin ukhar, basi na kulipiza saumu alizofungua ni katika masiku mengine, ay ghairi ayami maradhihi wa safarihi, yasiyokuwa yale masiku ya maradhi yake au safari yake. Ukishapona ukarudi katika mji wako utalipa. Sasa hii sehemu ya aya katika suratul Baqara, aya ya 184, na aya imeanza ayyaman ma'dudat. Hayo ni masiku yenye kuhesabika, masiku machache. Sheikh anasema qila, pamesemwa hiya ayyamun ghairu Ramadhan, ya masiku yaliyoashiriwa kwenye Qur'an, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Hayo masiku machache hayo yaliyotajwa kwenye aya hii, qila pamesemwa hiya ayyamun ghairu Ramadhan, nayo ni masiku yasiyokuwa ya Ramadhan. Hayo masiku machache kwenye aya hii, kuna kauli ya mufassirin wanaeleza kwamba ni masiku yasiyokuwa Ramadhan. Wa kanat thalathata ayamin, na yalikuwa masiku hayo ni masiku matatu, ni siku tatu kwenye kila mwezi. Ukimsoma Imam al-Baghawi faida hii rahimahullahu ta'ala katika Maalimu Tanzil, anaeleza kana fi ibtidai al-Islam saumu thalathati ayamin min kulli shahrin wajiba, ilikuwa kule mwanzoni mwa Uislamu saumu thalathati ayamin. Hii ni faida tu, hamna nyingi. Kufunga siku tatu min kulli shahrin,
katika kila mwezi wajiban. Ilikuwa hiyo ni wajibu mwanzoni mwa Uislamu, ilikuwa watu wanalazimika kufunga siku 3 katika mwisho wa kila mwezi. Na wengine wanasema mtu alikuwa na khitari hata kama ni mwanzo wa mwezi, lakini lazima azipate siku 3 za kufunga. Sasa ndio baadhi ya mufassirini wanasema ndio muradi wa kauli yake Taala, ayyaman ma'dudatin. Na hayo ni masiku machache, yani siku 3 za kufunga katika kila mwezi. Hii ni kauli ipo, na ndio Sheikh Al-Fawzan anasema qila, pamesemwa hiya ayyamun ghairu Ramadhan, hayo masiku machache ni masiku yasiyokuwa ya Ramadhani ambayo watu walikuwa wakiyafunga. Wa kanat 3 ayyamin, na yalikuwa ni masiku, na zilikuwa ni siku 3, yani min kulli shahri. Wa qila, na pamesemwa, hii pia mna hiyo mnayo, na qila nilichokosa ni ile aya, si ndio? Wa qila, na pamesemwa hizi ayyamu ma'dudat hiya ayyamu Ramadhan, masiku machache hapo ni masiku ya Ramadhani na si masiku mengine. Muradi hapo ni yale masiku ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni kauli pia, li'annahu bayyanaha fil ayati allati ba'daha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha masiku hayo katika aya ambayo imekuja baada yake aya hii. Ukisoma aya ya 185 imeleta ubainifu biqaulihi, ameyabainisha masiku hayo kwa kauli yake, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa hivyo kumbe hayo masiku machache yaliyotajwa kule, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yale masiku machache ni masiku ya Ramadhani. Ushahidi ni aya iliyokuja baada yake ikasema shahru Ramadhan. Kwa hivyo kumbe hayo masiku machache ni masiku ya Ramadhani. Hapa Sheikh Al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala ametuunganishia faida hii ya kuyazungumza masiku ya Ramadhani, kisha anasema qalu, na wamesema yani maulama, wa kanu fi awwal alislam. Hii mnayo, mshaniogopesha sasa, mnayo qalu, na wamesema ahlul ilm, wa kanu fi awwal alislam, na walikuwa watu fi awwal alislam, katika mwanzo wa Uislamu, mukhayyarin, ni wenye kukhiyarishwa, baina as-sawmi wal fidya, baina ya kufunga na kutoa fidia. Hapa anatutajia namna saumu ya Ramadhani ilivyofaradhishwa kwa hatua. Haikuanza kama hivi ilivyo, ilipitia kwenye hatua mbalimbali. Sasa mwanzo wa Uislamu watu walikuwa ni mukhayyarin, ni wenye kukhiyarishwa, baina as-sawmi wal fidya, baina ya kufunga na kutoa fidia. Ukitaka utafunga, na kama hutakufunga utalisha maskini, itatosheleza na kuacha kufunga. Liqaulihi Ta'ala, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake Ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara aya 184 anasema, wa 'ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga, ay yasumunahu ma'al mashaqqa, wanaifunga pamoja na kupata taabu kwenye kufunga, lakini wanaweza. Wa 'ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga, fidyatun ta'amu miskin, wana ruhusa ya kutoa fidia chakula cha maskini.
Fidiyatun ta'amu miskin, wana ruhusa ya kutoa fidia chakula cha maskini. Hao wenye kuweza kufunga pia ruhusa ya kulisha maskini wanayo, wakaacha kufunga. Na Allah akasema faman tatawwa khaira, na yeyote ambaye atazidisha kheri kwenye huko kulisha, akamlisha maskini kwa kile kiwango cha wajibu na akaongeza. Mathalan, maskini kumlisha ni kibaba tu, almud, ujazo wa kiganja chako ni nusu na zaidi kidogo, nusu kilogramu na zaidi. Maulama wetu tuambia basi utoe angalau robo 3 mud. Lakini ukiweza kuzidisha ukampa kilo na nusu, kilo 2 kwa kila siku, wewe umezidisha kheri. Ndio Allah anasema faman tatawwa khaira, na yule ambaye atakayezidisha kheri kwenye uko kulisha, fahuwa khairun lahu, basi jambo hilo ni kheri kwake, hujapoteza. Kisha Allah anasema wa antasumu khairun lakum, na nyinyi kufunga ndio bora zaidi kwenu nyinyi. Hii yaonyesha kwamba walikuwa na khiari wale waislamu wa mwanzo baina ya kufunga au kuwalisha maskini katika yale masiku waliofungua. Kwa hiyo mtu ataamua nafunga mimi au sifungi bwana, badala yake nitawalisha maskini. Jambo lilikuwa hivyo, na hii aya inayoelekeza hukumu hii. Thumma nusikha at-takhyiru, yakulu Sheikh, kisha kukafutwa huku kukhiarishwa. Thumma nusikha at-takhyiru, kisha kukafutwa kukhiarishwa biijabi as-sawmi ainan, kwa kuwajibisha funga kwa kila mmoja, kila kichwa kikalazimishwa kufunga. Sasa hakuna khiari tena. Naskhi hiyo, kufutwa huko, kumekuja kupitia kauli yake Taala, biqaulihi, huko kufutwa khiari na kuwajibika funga kwa kila mmoja ni kwa kauli yake Taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, basi na aufunge mwezi huo. Mtu aliyekuwa hadhir, yupo hai na ana siha, akaudiriki mwezi wa Ramadhani, hana namna isipokuwa afunge. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote aliyehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, mwezi umeingia, yupo, basi aufunge mwezi huo. Hapo tena hakuna mambo ya kulisha, muda wa kuwa uwezekano wa kufunga unao, ni kufunga tu. Sasa Sheikh anataka kutueleza hapa huu taratibu wa sheria wa kuleta mafundisho kwa hatua kama hivi. Katika saumu ilianza saumu ya Ramadhani kwa khiari, lakini baadaye ukaja ulazima kidogo kidogo. Sheikh anasema wa hikmatu dhalika, watu waliokuja kusoma wao darasani unashangaa feni, unaangalia nje, wengine watu wazima mughaffal. Wa hikmatu dhalika, na hikma ya jambo hilo la kuja ibada hii kwa hatua, atadarruju fi tashri'i, ni kwenda kwa hatua katika uwekaji sheria. Hiyo ndio hikma. Atadarruju fi tashri'i, ni kwenda kwa hatua katika uwekaji wa sheria, lakini pia warifqu bil umma, na ni kufanya upole kwa umma huu. Ndio maana mafundisho yanakuja kwa hatua, huo ni upole katika sheria za Kiislamu. Liannahum lamma lam ya'lifu as-sawm, kwa sababu hakika wao hao watu katika umma huu, liannahum, kwa sababu hakika wao watu, lamma lam ya'lifu as-sawm, pale ambapo hawakuizoea funga, watu walipokuwa hawajazoea kufunga, kana ta'yinuhu alaihim ibtidaan,
fihi mashaqqa, basi ilikuwa kuilazimisha hiyo funga juu yao ibtidaan, mwanzo tu wa jambo, fihi mashaqqatu, kuna ndani yake tabu. Hali ilikuwa hivyo watu walipokuwa hawajaizoea funga. Sasa kule kuiainisha, kuilazimisha funga juu yao mwanzo wa jambo, ndani yake palikuwa na mashaka. Kwa kulichunga hilo sasa, fakhuyiru bainahu wa baina alfidyati awwala, basi wakakhiarishwa watu baina yake huko kufunga na baina ya kutoa fidia mara ya kwanza. Ikawa hali ni hiyo, jamani, anayetaka afunge, asiyetaka alishe maskini. Thumma lamma qawiya yaqinuhum, kisha pale ambapo ilipokuwa na nguvu yaqini yao, watma'annat nufusuhum, na zikatulizana nafsi zao, wa alifu sauma, na wakaizoea funga, kwa maana imani zikapanda, nafsi zikatulia, dini ikawa imekolea, na wakaanza kuizoea funga. Wajaba alaihim saumu wahdahu, kukawajibika juu yao kufunga peke yake, ikawa kwa mwenye kuweza kufunga hakuna kulisha tena. Unaona hatua hizo? Hii ndio dini ya Kiislamu. ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة، نلنا jambo hili mifano. ولهذا نظائر، نلنا jambo hili mifano fi sharai al-Islam ash-shaqqa, katika sheria mbalimbali za Uislamu zilizokuwa ngumu. Fi sharai al-Islam ash-shaqqa, katika sheria mbalimbali za Uislamu zilizokuwa ngumu. Tuna mifano mingi katika jambo hili. Fahiya tushra'u bitadrij, nazo hizo sheria ngumu zinaletwa, zinafanywa sheria kwa hatua. Naam, hata utaona uharamisho wa pombe katika Uislamu haikuanza tu moja kwa moja kwamba acheni kunywa tembo, haramu, kwa sababu tembo lilikuwa limezoeleka sana kwa watu ukipiga mtungi kweli kweli. Sasa ulipokuja uharamu, mambo yakaanza taratibu, wakaanza kuzuiliwa na kulewa katika nyakati za swala. La taqrabu salata wa antum sukara, wakaambiwa hivi, msikurubie swala nyinyi na hali ya kuwa mmelewa. Ja msikitini, jitahidi kwamba hujanywa. Wakitoka hapo walikuwa wanaendelea, hatua zikafuata za kutaja mafsada ya pombe na manufaa yake, na kwamba katika pombe mafsada ni makubwa zaidi kuliko manufaa, mpaka mwisho wake ikaja uharamisho wa kukoma na kuacha pombe. Na hapo ndipo watu walipomwaga hazina za pombe zao, na mifano mingine kadha wa kadha katika sheria za Uislamu. Hata swala haikuwa hivi ilivyokuwa, kwa kuswali swala tano mwanzo Uislamu wakiswali asubuhi na jioni basi, wa hakadha. Ndio anachokusudia shekhe hapo. Sasa faida hiyo tumeipata kwamba funga mwanzo wa jambo ilikuwa katika khiari, kisha ikaja ikaainishwa kwamba ni lazima kwa kila mwenye kuweza kufunga. Kuna faida nyingine shekhe anasema hapo, lakini as-sahih, lakini iliyokuwa sahihi. Na hapa anazungumzia ile kauli ya kusema hii aya wa ala alladhina yutiquna, kwa maana imefutwa moja kwa moja na kauli yake Taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sheikh anaeleza, anasema lakini as-sahih, lakini kauli iliyokuwa sahihi, anna al-ayata mansukhatun fi haqqi al-qadiri ala as-siyam, bimaana hukumu yake haijafutwa moja kwa moja kwa watu wote. Lakini iliyokuwa sahihi, anna al-ayata mansukhatun,
kwamba hakika hii aya ni yenye kufutwa fi haqqi alqadiri ala siyam, katika haki ya yule ambaye mwenye kuweza juu ya kufunga. Mtu mwenye kuweza kufunga, aya kwenye haki yake kukhiarishwa imefutwa, hana khiari. Yule mwenye kuweza kufunga lazima afunge. Kwa upande wa hawa wenye kuweza kufunga, muradi makusudio ya aya hii yamefutwa kwao. Ama wale wasioweza kufunga kwa sababu mbalimbali, shaka nasema wa amma fi haqqi al-ajiz, ama katika haki ya yule mwenye kushindwa, ani siyami, kushindwa kutokamana na kufunga, likibari, kwa sababu ya utu uzima, au maradhin la yurja buruhu, au kwa sababu ya maradhi yasiyotarajiwa kupona kwake. Ana maradhi ya kudumu, si mwenye kupona tena, ni mtu wa kuumwa siku zote. Watu kama hawa ambao hawawezi kufunga kwa sababu ya umri au kwa sababu ya maradhi yasiyokuwa na tiba walionayo, fal ayatu, na aya hii lam tunsakh fi haqqihim, haijafutwa bado, bimaana hukumu yake katika haki ya watu hawa haijafutwa. Falahum an yuftiru, wana wao watu hawa wanaoshindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima au maradhi, wana wao watu hawa an yuftiru, wafungue, wayut'imu an kulli yawmin miskina, na wamlishe katika kila siku moja wanaoacha kufunga, wamlishe maskini. Basi walaysa alaihim qada'un, na hakuna juu yao kulipa funga, kwa sababu ni mtu mzima, mzee, hatarajui kwamba kuna wakati atakuwa kijana alafu wafunge mpaka umwambie atakuja kulipa, au mgonjwa mwenye maradhi ya kudumu ambayo hayatarajui kupona. Hawa wataacha kufunga kabisa, na badala yake watalisha kwenye kila ile siku moja wanayoacha kufunga, wamlishe maskini mmoja muti. Ama wale wagonjwa wa maradhi ya kutuka tu, lakini tunatarajia utapona ukipiga dozi, au wasafiri, utakwenda utarudi. Sasa hawa wakiacha kufunga, hawa wanabaki na deni, utakuja kulipa funga, sawa naam. Shaka naendelea nasema, amma ghairuhum, ama wasiokuwa wao, hao ambao hawawezi kufunga, wasiokuwa hao. Amma ghairuhum, ama wengine wasiokuwa hao, falwajibu alaihim as-sawmu, lililokuwa wajibu juu yao ni kufunga. Faman aftara limaradhin aridhin, na yeyote atakayefungulia kwa ajili ya maradhi ya kuzuka tu, maradhi ya mpito, au safari, au kwa ajili ya safari, kasafiri lakini atarudi, akafungua kwa ajili hii, fa innahu yajibu alayhi alqada'u, na kwa hakika kunawajibika juu yake kufunga, liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yeyote ambaye amehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani na ufunge. Waman kana maridan, yeyote ambaye amekuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au amekuwa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi kuzilipiza saumu walizofungulia ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya safari wala masiku ya ugonjwa. Shaka nasema waqad furidha siyamu shahr ramadhana, faida hizo, na kwa hakika imefaradhishwa funga ya Ramadhani. Waqad furidha siyamu shahri ramadhana, na kwa hakika imefaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhan, fi sanati thaniyati min alhijra, katika mwaka wa pili wa kihijiria. Historia hiyo ichukue hiyo, mwaka wa pili hijiria ndiyo saumu ya Ramadhani ilifaradhishwa rasmi katika umma huu. Leo tuko 1400
47. Wasama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadhanat, na akazifunga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uhai wake Ramadhani 9. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanikiwa kufunga Ramadhani 9. Wasara saumu Ramadhana hatman wa ruknan min arkani alislam, na ikawa sasa ikageuka saumu ya Ramadhani kuwa ni wajibu, hatman ay wajiban, kuwa ni wajibu, wa ruknan, na kuwa ni nguzo, min arkani alislam, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Faman jahada wujubahu kafar, na yeyote ambaye ataukanusha uwajibu wake hiyo funga ya Ramadhani anakufuru. Ukisema kwamba bwana sio lazima kufunga, kama unaweza kufunga haya lakini si lazima, ukikanusha uwajibu wa funga fa anta kafir, wewe ni kafiri kama kafiri wengine tu. Ukajiambia kwa kimwili hiki sasa mfunge jamani, si lazima bwana, mimi mwenyewe nimeshachoka kadha wa kadha, labda ufunge kwa ajili ya diet. Maana pana watu wengine ibada hii wanataka kuichafua kwa sababu ya upumbavu wao, kwa sababu ya maradhi yao. Wanaona Ramadhani ni sehemu ya mazoezi, ni sehemu ya kumtii Mola wetu. Sisi tunatekeleza ibada, hata kama ingelikuwa hatuumwi, hata kama ingekuwa hatuna cholesterol, tungefunga tu. Sisi hatufungi kwa ajili ya diet. Sisi hii ni ibada. Sasa hakuna ubaya kama kuna mambo yenye manufaa kwenye kufunga, ikiwemo siha na kutengeneza shepu, unaona bwana, ukawa modo na nini, haya ni katika faida za ziada hizo. Lakini pia tuna ruhusa ya kufunga na jua likizama tukapiga mapochopocho, tukala futari za maana. Kama waogopa visukari, waogopa kufa, shauri yako bwana. Sisi tunakula halala, tusiharamishie supu bwana. Tusipige supu bwana, tusipige makaimati, vibibi vya nazi, unatuambia cholesterol. Wewe fanya ibada, utakufa tu bwana, usitukataze bwana, kwa sababu wewe umeumwa. Pana wazee wetu wamekula mpaka wamekufa. Kwa hivyo si mambo ya diet, hii ni ibada. Na kuna wengine bwana wamekuwa na mambo haya ya kidayati haya mpaka wamekuwa mabakhili. Yeye hawezi kula ngano, lakini hawalishi watu ngano. Unaletwa futari za mboga kama sungura, ndio mtu anakualika futari zake, mejaza mboga tu hapo, mavitu hayana chumvi. Bwana msizoee mambo ya sukari bwana, mtihani bwana, hebu tupe tule bwana. Roho mbaya tu. Wewe umeshindwa, kwani sisi tunakwambia hatuwezi? Chapati hamna, makuta maandazi hamna. Mambo ya wanga kaka ni mtihani bwana. Msitufanyie hivyo. Kama ni hivyo, waalikeni wenzenu wenye visukari kama nyinyi na mapresha, ndio mwalikane ule huko, mle miba tu basi na mifupa. Imekuwa mialiko ina tabu kweli kweli. Juisi hamna, soda zinafichwa, mambo soda ndio balai. Wewe bwana wewe, hebu tuletee koka hiyo sisi tuenjoy hapa. Kwa hivyo usiichezee funga, ukipinga wajibu wake unakufurusha. Kisha tunasema waman aftara min ghairi udhrin, na yule ambaye atafungulia pasi na udhuru, wa huwa muqirrun biwujubihi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukiri uwajibu wa hiyo funga, anakubali wajibu wake, lakini kwa ujahili wake na upumbavu akawa ni kobe tu anakula mchana. Mtu kama huyu faqad fa'ala dhanban adhiman, kwa hakika atakuwa amefanya dhambi kubwa. Yajibu ta'ziruhu, kuna wajibika kumtia adabu mtu huyu. Mtawala wa Kiislamu anaweza akamtia mboko au akamfunga jela au akamlipisha fidia. Haya majitu yenye kula ovyo haya katika Ramadhani kwenye serikali za Kiislamu hayawachwi, watawala wanadili nao. Hili si katika mambo ya uhuru kwenye dini yetu, ni uhuru katika mambo yenu ya tawala za kidemokrasia. Nyinyi kila kitu kwenu uhuru,
mpaka mambo ya hovyo. Lao inasimama daula islamia, wanachezea bakora hawa za mtawala na wengine wakakaa jela. Ndio hivi shaka nasema, mwenye kuacha funga hata kama anakiri wajibu wake, kuna wajibu wa kumtia adabu, wa rad'uhu, na kumtisha, kumpa vitisho vikali vya makemeo. Wa alayhi tawbatu ila Allah, na ni juu yake kutubia kwa Allah. Wa qada'u ma aftar, na kulipiza kile alichokifungua katika Ramadhani, si maskhara. Hadha wabillahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hiyo darasa ya kwanza, ad-darsul awwal imemalizikia hapa. Haya, muda wetu ushafika, tatosha. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.